Mmemsikia makamu mwenyekiti? Baada ya hayo tuendelee. Yametosha. Mimi na Zanzibar. Mimi na Zanzibar. Zanzibar na mimi. Zanzibar na mimi. Tuendelee. Si ndio makubaliano yetu? Ndugu makamu mwenyekiti, ndugu makamu mwenyekiti wa ngome ya vijana, ndugu naibu katibu mkuu wa chama, ndugu katibu wa ngome ya vijana, katibu mkuu ngome ya vijana, ndugu mwenyekiti, naona simuoni mwenyeji wetu, mwenyekiti wa ngome ya vijana mkoa wa Chake Chake. Kama tulivyosema kwamba leo tumejaa alhamdulillah, ndugu viongozi wote tuliopo, mabibi na mabwana, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwanza niungane na mimi na nyinyi katika kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima alhamdulillah, tukashiriki katika shughuli yetu muhimu sana hii. Leo tarehe 26 April mwaka 20, miaka mingapi? Miaka mingapi ya muungano? 61. La pili, naomba nichukue fursa hii kwa dhati kabisa niwashukuru viongozi mbalimbali na maksusi viongozi wetu wa ngome ya vijana kwa maandalizi ya shughuli hii muhimu, sio tu kwa chama chetu lakini kwa nchi yetu na vijana wa nchi yetu. Naomba nichukue fursa hii pia nimshukuru makamu mwenyekiti hapa. Nadhani nyote mtakubaliana na mimi sasa kwa nini nikamuomba azungumzie historia ya muungano. Sidhani, kwa dhati kabisa, sidhani kwa Zanzibar hii kama kuna mtu kwa tuliopo na ninaowajua mimi anaweza kuizungumzia historia ya muungano wetu mpaka tukaambiwa tumeingizwa kwenye muungano kuliko anavyoweza kuzungumza makamu mwenyekiti wetu. Mwenyewe hapa akasema kwamba nilimpa hiyo kwa sababu haya mengine hayajui vizuri. Lakini nimempa hiyo kwa sababu nilijua kwamba hakuna pamoja na mimi mwenyewe, hakuna ambaye anaweza akaeleza mada hiyo kwa ufasaha, kwa weledi na kwa rejea kuliko anavyoweza makamu mwenyekiti wetu. Kwa hivyo mjue kwamba katika chama chetu tuna hazina kubwa sana. Na kwa dhati kabisa mimi namshukuru kwa namna ambavyo ameyaeleza aliyoyaeleza. Lakini mwisho katika shukurani, naomba si kwa umuhimu, naomba niwashukuru nyote kabisa kwa mahudhurio yenu. Niwashukuru nyinyi, lakini naamini kwamba katika hili kama alivyosema katibu hapa kwamba katika hili tunaamini kwamba hata vijana wa Chama cha Mapinduzi inapokuja suala la muungano hawasikilizi hizo ngojera za kwao, kwa sababu wanajua hawatopata kitu. Hata mtu ukimsikia anasikiliza kule, basi huyo si riziki, huyo ana mushkil, huyo ana lakini anayetaka kujua elimu ya nchi yake katika suala la muungano hawezi kusikiliza propaganda ile ya kizamani kweli. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana, na hili tunalojenga, hili tunalowekeza
Hili jamani ni jambo muhimu sana katika nchi. Kama hamjui historia yenu, kama hamjui mnakotoka, hamjui mliko na mnataka kwenda wapi, basi hiyo nchi imeangamia. Ni kwa sababu ya watu kujua historia yao, kujua wanachokitaka, kujua umuhimu wa nchi kuwa na mamlaka yake. Ndio maana wa Scotland, nadhani nakumbuka karibuni nadhani 2013, au wale wanaokumbuka nikumbushe mwaka gani, Scotland walipopiga kura ya maoni mwaka 2013, walipiga kura ya maoni kujiuliza, je, wabaki ndani ya muungano au watoke? Lakini muungano wa Scotland na Uingereza, si sote tunajua uliundwa mwaka gani? Eti jamani, 1707. 1707 ndio mabunge yao mawili yalipitisha hati yao ya muungano, yani Articles of the Union, iliyokuwa na vifungu 25, vikapigiwa kura na mabunge yao kila kifungu kimoja. Haukupigiwa mkataba mzima, kifungu cha kwanza mnakubali hamkubali, vifungu vyote 25. Sasa 1707 mpaka 2013 ni miaka mingapi? Ya mnaojua hesabu. Sisi wana sheria tunaandika mpaka tarehe kwa maneno, kwa sababu baada ya miaka zaidi ya 300, baada ya zaidi ya miaka 300 walikuja kupiga kura, na kura ile ikawa chupu chupu, yani takriban 49% waliosema wasiendelee na muungano. Unafikiria kwa nini? Ni kwa sababu walikuwa wanajua historia yao. Sisi hapa kutoka 64 mpaka leo miaka 61, kuna watu wanataka hata tusijadili muungano. Kuna watu wa Zanzibari kwa sababu tu wamepewa vyeo, tena vyeo dhalili, lakini leo wako mstari wa mbele kupiga debe, kuonesha kwamba muungano hauna matatizo, kwamba muungano ni hazina, muungano ni tunu. Leo muungano umekuwa ni tunu katika nchi yetu. Wanaosema hayo ni wa Zanzibar. Kwa hivyo nilisema nianze na utangulizi huu ili mjue. Alisema makamu mwenyekiti hapa kwamba hili jamani ni darsa, na tunategemea anayetoka humu akawe mwalimu wa wenzake. Sasa hii elimu ni jambo muhimu sana, tena kweli kweli. Na mimi ndio maana nikajiuliza, baada ya dozi hii ya makamu mwenyekiti, jamani mtabeba tena zaidi au tuje tena siku nyingine? Naam. Sasa kama ni leo, mimi naomba basi nizungumze kwa ufupi sana. Naomba nizungumze kwa ufupi. Na leo kusudia kuzungumza ni kuonesha uendeshaji wa muungano. Huu muungano wetu unaendeshwa vipi? Uko vipi? Shida zake ziko wapi? Maana kila mtu anazungumza muungano huu umetubana sijui, lakini wengi wanazungumza hatuna hoja. Sasa mimi ndio maana nasema tuangalie mambo machache ili tuwe na hoja, hasa mwaka huu. Najua wengi mmechukua fomu, au vipi? Ndio maana wengine unamkuta sasa hayupo,
Ukitizama huyu anaangalia fomu jimboni kumekaaje. Kwa hivyo naomba sote turudi kwenye turudi Samaili kwanza. Tuahirishe vikao vya jimboni, turudi Samaili kwanza, ili tupate faida ikusaidie wakati utakapokwenda jimboni, kwa sababu mada moja, sera moja ya msingi ya chama chetu ni mamlaka. Sasa kama huna hoja utakwenda kumshawishi nani? Tumefahamiana jamani? Na katika hili tumesema mimi niangalie maeneo matano. Ni moja lakini niangalie maeneo matano kwa ufupi. Na la kwanza ni kuangalia ili tujue huu uendeshaji wa muungano. La kwanza tuangalie muundo wa muungano wenyewe, na tuangalie huu kwa kulinganisha na miundo kwa ufupi mengine, maana tunaambiwa huu muungano wetu serikali mbili ni wa aina kipekee, hakuna duniani, na huu ndio mzuri kuliko yote, au sio? Si ndio tangopori tunalolishwa hilo? Sasa mimi nisema tuangalie kwa ufupi tu kwamba katika miungano, kwanza kuna muungano au muundo wa muungano unaoitwa shirikisho. Si mnasikia? Naam. Aina ya kwanza inaitwa vipi? Shirikisho. Shirikisho kwa kawaida shirikisho la kawaida, nitakuja kuambia kuna shirikisho la ugatuzi. Lakini hili ninalozungumza mimi ni shirikisho hili la kawaida. Shirikisho la kawaida mara nyingi kunakuwa na states, yani nchi ambazo pengine wala hazikufikia kuwa sovereign, hazikuwahi kuwa mataifa. Na mfano mzuri sana ni Marekani. Marekani zile state ni nchi lakini hazikufikia kuwa nchi, haikufikia kuwa mataifa, lakini zilijifikia kuwa ni vitu vinavyojitegemea au vilivyokuwa na uwezo. Vingine ni vinchi vilitekwa, kwa mfano kama hiyo California, wenzetu wanasema Zanzibar sasa na California. Lakini California ilipiganwa vita, baada ya kupiganwa vita ikakubalia, wenyewe wakakubaliana kwamba basi iachiwe ijitengeneze kama state, halafu iingie kwenye shirikisho. Sasa hii utaikuta kwamba kuna hizi tunazoitwa states. Hizi wenyewe walikubaliana kwamba hizi states ziwe na mamlaka yao ya ndani na uongozi wao wa ndani. Na unakuta kama hizo za Marekani zote zina katiba zao za ndani, zinaongozwa na nani? Na magavana, au sivyo? Ha, magavana wanachagua wenyewe katiba yao wenyewe, wanarekebisha wenyewe, wana mabunge yao, wana utawala serikali zao, wana pia na mahakama zao. Kwa hivyo ukiangalia zinajitegemea. Tunafahamiana? Halafu wamekubaliana kuna mambo yaongozwe kwa pamoja. Yanaongozwa kwa pamoja, basi yote ni mambo wamekubaliana, ndio yanaingia kwenye shirikisho. Shirikisho kwa maana hiyo linakuwa sio ya mtu mmoja. Shirikisho haliendeshi serikali nyingine. Tunafahamiana jamani mpaka hapo? Maana kazi ya ualimu, kuna mtu alosomea dua hapa aliniita mwalimu Osman. Hakuwa akakosea. Mimi nilianzia ualimu. Tena nimesomesha sekondari, nimesomea kabisa na diploma ya ualimu. Na nilisomesha sekondari, nikasomesha chuo kikuu ngazi ya cheti, diploma, na chuo kikuu ngazi ya degree. Naamini wamo wanafunzi wangu japo wawili. Sasa lakini nimeiacha siku nyingi kazi ya ualimu. Sasa anachosema muundo wa kwanza wa muungano ni nini? Shirikisho.
na mfano mzuri wa shirikisho basi ni wa Marekani, kwamba kuna states ambazo zina uongozi wao, zina mambo yao, zina mamlaka yao, halafu wamekubaliana kuna mambo haya ndio yaingie kwenye shirikisho, yaendeshwe kwa pamoja. Na hizi states kwa kawaida, kutokana na uhuru wake, ni kwamba kuna states nyingine masikini sana, kuna states nyingine tajiri sana kwenye hiyo nchi moja. Kwa mfano kama Marekani leo, kwa mfano ukizungumzia California uchumi wake mpaka mwaka jana ulikuwa ni dola trilioni 4.1. Kama ingekuwa ni nchi huru California, leo ingekuwa ni nchi ya 4 kwa uchumi mkubwa duniani. Mwaka jana imeipita Japani kwa kidogo. Japani uchumi wao ni dola trilioni 4.01. Wao ni trilioni 4.1. Kwa hivyo muone hii kwamba mfumo wa shirikisho unatoa uhuru kwa hizi states kujiendesha kiuchumi kwa kiwango ambacho zinaweza zikapimwa uchumi wao hata katika ngazi ya kidunia. Wana mamlaka yao ambayo hayakubali serikali ya shirikisho ikawaingilia. Na Marekani, sisi wengine tumepata fursa kidogo tukasoma. Marekani, kama kuna nchi ambayo serikali za hizi za states zimeishtaki serikali ya shirikisho kwa kuingilia mamlaka yao, wamepelekana mahakamani. Muone ule uhuru wa hizi states za hii muungano wao, kwamba inapotokea serikali ya shirikisho ikaingilia mamlaka au jambo ambalo ni la hizi states, basi state ina uhuru wa kuishtaki serikali ya shirikisho. Wala haiwi nongwa, wala haiwi kuitana, wala haiwi kugombana, wala haiwi sababu kwa sababu shirikisho au nchi inaongozwa na katiba. Anapotokea mmoja kaivunja katiba, chombo kilichowekwa kutafsiri katiba yenu ni nini? Mahakama. Ndio ustaarabu wa kuendesha nchi. Sisi hapa leo, mzee Jumbe alipotaka kupeleka malalamiko ya kwamba serikali ya muungano mmevunja katiba, ukauhasama, akawa adui wa nchi, akafukuzwa, akaondolewa. Tunafahamiana? Kwa hivyo huo ni mfano wa kwanza. Lakini mfano wa pili ni confederation, yaani shirikisho la watu huru zaidi. Hili la pili ni muungano wa shirikisho, lakini shirikisho hili hawa walioungana wanakuwa huru zaidi kuliko walivyo katika shirikisho. Jamaa, tunafahamiana mpaka hapo? Na mfano mzuri ni nchi ya Switzerland. Switzerland, zile canton zao ambazo ndio states ziko huru zaidi. Muungano unashughulikia mambo kidogo, muungano unashughulikia mambo machache. Kwa mfano Switzerland, uraia, ili uwe raia wa Switzerland lazima kwanza uwe raia wa nchi yako. Sisi tunafahamiana? Mfano leo hapa Zanzibar sisi na Tanganyika, kwa utaratibu wao wa Switzerland, huwezi kuwa raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mpaka kwanza uwe raia wa Zanzibar. Yaani uraia wako unaupata katika nchi yako. Wao kule rais anakaa mwaka mmoja, kwa sababu wana baraza la kuendesha nchi. Baraza lile ndio ambalo linachagua
rais ana rotate. Ndio maana ni shida kumjua rais wa Switzerland. Tunafahamiana kwamba huu ni aina nyingine ya muungano. Watu wanaungana, na katiba ya Switzerland kwa mfano imetambua rasmi kwamba zile nchi zile zilizoungana, inasema katiba yao, hizi nchi zina mamlaka kamili, isipokuwa mamlaka yao yasipingane na mamlaka ya serikali ya shirikisho, au kwa kiwango ambacho mamlaka ya hizi nchi hayatapingana na mamlaka yaliyopewa na katiba ya shirikisho. Yaani usije ukafanya kwamba sikio likavuka kichwa. Ndio utaratibu wako. Lakini otherwise kuwa na mashikio kama haya ya kwangu, bado utakuwa na uhuru, kwa sababu hayajapwana kichwa. Kupwana ni kuzidi bwana. Jamani, tunafahamiana? Hiyo ni aina ya ngapi? Ya pili. Lakini kuna aina nyingine wanaita, hii anaoipenda sana makamu mwenyekiti, muungano wa mkataba. Muungano wa mkataba huu ni kwamba kila nchi inabaki na mamlaka yake kamili, lakini mnakubaliana baadhi ya mambo ndiyo myaendeshe kwa pamoja. Mara nyingi miungano hii inaonekana kama jumuiya vile, lakini ni aina ya miungano ya nchi, kwamba baadhi ya mamlaka ya nchi yametolewa, nchi inabaki na uhuru wake, inaendeleza mambo yake, lakini wana mkataba, treaty, ndio inaongoza namna gani ya kuendesha mambo yenu kwa pamoja. Na mfano mzuri ni jumuiya ya Ulaya. Mfano mwingine, hata ili shirikisho la Afrika Mashariki, ndio ni jumuiya ya Afrika Mashariki, ilitakiwa ielekee kwenye muungano wa namna hiyo. Mpaka leo kwa nini hatujaungana? Moja ni kwa sababu kuna kutokufahamiana, kuna kutokukubaliana ya namna ya kuliendea shirikisho. Tanzania sisi tunataka labda iwe kama huu muungano wetu. Wenzetu wengine wanasema tumeshaona, mmeshatufundisha, twende tubaki kila mtu na mamlaka yake, kuna mambo ndio tuyafanye kwa pamoja. Na mwaka 2012 hizi nchi zilichagua wataalamu wa kwenda kulijadili hili. Kila nchi wakaambiwa watu 3 wapite kwenda kushare experience, twende vipi, tuweje. Na mimi nilibahatika kwa mmoja katika wataalamu hao 3 kutoka Tanzania. Mtaalamu mwingine alikuwa Profesa Kabudi, na mtaalamu mwingine alikuwa bwana mmoja anaitwa Job Masima, nadhani sasa hivi ni balozi wetu nchini Israel. Lakini ilikuwa kazi kweli kweli. Wenzetu wanasema hiyo experience yenu inatutosha kuona kwamba hili jambo tusiliharakishe. Maana siku zile kulikuwa na watu wanataka tuharakishe shirikisho. Sasa uzoefu tuliowapa sisi, wakasema hili jambo kuna kila sababu ya kutokuliharakisha. Lakini ninachotaka kusema, aina nyingine ni muungano wa mkataba. Aina ya mwisho nimalizie, maana hizi ziko nyingi, lakini leo bora nizizungumze hizi. Kuna namna moja ya muungano ambao tunauconfuse na muungano, lakini si muungano. Hapa naomba tuwe makini kidogo, kwa sababu mara nyingine watu wanataka watufananishe sisi
muungano wetu wa Tanzania. Na hapa ndio kwenye mitego, kama hukuyajua vizuri haya, ndio utakapoingizwa mkenge. Aina hii ya shirikisho ni kama ya India. India si kuna federal government, si ndio? Nigeria vile vile wana federal government. Kama huyajui haya, unaweza ukafikiria labda ndio sasa na ile ya Marekani. Huu ni muungano tunaita wa ugatuzi. Ni muungano gani? Wa ugatuzi. Kwamba hawa watu hawajawahi kuwa nchi mbalimbali. Tumeelewana? Hawa siku zote wamekuwa nchi moja, lakini wameamua kuendesha mambo yao kwa ugatuzi, kuziita nchi hizi majimbo mengine kuita states. Kwa hivyo huu ni mfumo wa majimbo. Huu jamani si muungano. Lazima tuwe na hadhari kubwa katika hili. Maana mnaweza mkauza India si iko hivi, Nigeria si iko hivi, Ethiopia si iko hivi. Jamani, hawa hawana muungano. Hawa kweli wana state, hawa wana majimbo, lakini huu si muungano, ni ugatuzi. Nchi zao ni moja, wameamua kuyafanya mambo yao kwa kila kugawana. Decentralization ni sehemu ya mfumo wa kuleta ufanisi katika uendeshaji wa serikali kwa njia ya ugatuzi. Kenya nao wamefanya. Tumeelewana? Leo Kenya si kuna provincial government, kuna county government, si ndio? Au vipi? Wana mabunge yao, si ndio? Wana magavana wao. Lakini Kenya iliwahi kuwa nchi nyingi. Ni nchi moja, si ndivyo? Wameaingiza ugatuzi kwenye katiba yao, wakagawana maeneo ya kuendesha serikali. Sasa huu tujue kwamba huu sio muungano. Tumeelewana mpaka hapo? Sasa kama hilo tumefahamiana, hebu tuje kidogo huu wa kwetu. Ni shirikisho, ni shirikisho huru, ni ugatuzi, ni kitu gani? Naam, moja sikuusema. Naomba kidogo ni ugusie. Kuna namna ya mashirikiano ya kuendesha nchi, unaitwa ukoloni. Unaitwa nini? Ukoloni. Si matusi jamani. Maana ukisema ukoloni nchi yetu, mtu anasema ushatukana, sijui unaleta uchochezi. Waingereza walikuwa na waziri wa makoloni. Sasa huyu alikuwa waziri wa matusi, alikuwa waziri wa uchochezi. Ukoloni nao ni namna ya kuendesha nchi, kwa nchi mbili kushirikiana katika kuendesha nchi, lakini ushirikiano wao ni mmoja wa juu ya mwingine. Ama wanaita ukoloni, au kwa jina jepesi la kupamba wanaita dominionship. Ukisikia hizi ni British Dominions, hayo ni makoloni ya Kiingereza. Na mpaka wanja kidogo na mambo hivi. Ukiona utafikiria mwanamke, kumbe ni kiboga yote. Yote ukimwona kwa ghafla hivi, mpaka mtulizie macho. Unaweza kusema msichana huyu unakuja kunina, akicheka tu ndio inakuwa tatizo. Kwa hiyo na ukoloni nao, ukoloni sifa zake ni kwamba mmoja, huyu mkoloni na huyu ambalo ni koloni, huyu mtawala na huyu koloni, ni kwamba amri zinatoka za kisera, zinatoka kwa koloni.
za kisheria mara nyingine zinatoka sharia za kikoloni zinakuja kutumika katika nchi ambayo ni koloni, lakini wakati mwingine na hilo koloni nalo linakuwa na mamlaka yake ya kutunga sheria zake za ndani, yanakuwa na mamlaka yake ya ndani ya kutunga sera. Sijui kama tumefahamiana kwamba katika ukoloni kuna baadhi ya mambo yanatoka kwa mkoloni moja kwa moja, lakini yapo ambayo hili koloni nao wana mamlaka yao ya ndani. Utakuta wakati mwingine wana bunge lao, wana nini, wana sera zao, wana bajeti zao, wakati mwingine wana mawaziri. Tumefahamiana? Lakini ukitazama baadhi ya mambo yanatoka kwa koloni. Sisi Zanzibar kwa mfano tuna sheria mpaka leo zilitoka Uingereza, hatukuzipitisha sisi, zikawa zinatumika Zanzibar, na baadaye baada ya mapinduzi tumezirithi, lakini wakati ule zikiitwa imperial enactments, yani hizi ni sharia za mkoloni zinatumika Zanzibar. Au wana sheria wakati mwingine anaita received laws, yani sheria tulizozipokea zinatumika ndani ya Zanzibar. Nadhani mpaka hapo tumeelewana. Sasa tuangalie wa kwetu kwa ufupi. Tuangalie wa kwetu kwa ufupi. Unaingia wapi hapa? Wa mwanzo au wa mwisho? Tusifanye haraka. Wa kwetu jamani, muundo wetu uko hivi kwamba tuna mamlaka tatu kwa mujibu wa ibara ya 4 ya Katiba ya Muungano. Hapa watu wengi pana confuse. Huko CCM wengi hawajui hasa habari, na wanaojua ndio wajanja wa wenzao, kuambia wafumbe macho. Inataka kupita heri ya Bwana. Kuna mamlaka tatu na kuna serikali mbili. Ndio mfumo wetu. Mamlaka tatu hizi ni zipi? Ukisoma hiyo ibara ya 4 ya Katiba ya Muungano inasema kutakuwa kwanza na mambo yasiyokuwa ya muungano ya Tanganyika na Zanzibar. Yaani Zanzibar itakuwa na mambo yake ambayo hayako kwenye muungano. Tumeelewana? Tanganyika watakuwa na mambo yao, ina maana na wao yasiyokuwa ya muungano. Tumefahamiana? Naam. Halafu mamlaka ya tatu ni ipi? Ni mambo ya muungano. Mambo ya muungano yametajwa na katiba. Orodha ya mwanzo ya kwenye katiba imeyataja mambo ya muungano. Lakini mambo yasiyokuwa ya muungano ya Tanganyika hayakutajwa pahala popote. Lakini yapo. Mambo yasiyokuwa ya muungano ya Zanzibar hayajatajwa pahala popote, lakini katiba inasemaje? Katiba inasema kwamba mambo yote ambayo hayamo kwenye orodha ya mambo ya muungano, hayo ndio yatakuwa mambo yasiyokuwa ya muungano. Tunafahamiana? Kwa hivyo kinachosemwa hapa kwamba kilichokuwa hakikuingizwa kwenye kapu la muungano, hiyo ndio itakuwa, kama ni mkate mzima au ni slesi au ni chembe chembe, hiyo ndio itakuwa yako, haki yako, kwamba hilo ni jambo lisilokuwa la muungano. Jamani, mpaka hapo tunafahamiana? Kwamba mambo ya muungano ni yapi? Yametajwa kwenye katiba. Mambo yasiokuwa ya muungano ni yapi?
ni yale yaliyosalimika, hayakutiwa kwenye kapu la muungano. Tumefahamiana? Swala ni kwamba sasa huu uendeshaji wake, haya mambo, uendeshaji wake ni kwamba mambo yasiyokuwa ya muungano ya Zanzibar, haya ndio yanaendeshwa na serikali ya Zanzibar. Tumefahamiana? Na mambo yasiyokuwa ya muungano ya Tanganyika yanaendeshwa na serikali gani? Ya muungano. Haya mambo ya muungano, je, yanaendeshwa na nani? Nayo yanaendeshwa na serikali ya muungano. Kwa hivyo tuna biashara tatu, mameneja wawili. Tumefahamiana? Tuna duka la kwanza la mambo yasiyo ya muungano ya Zanzibar, meneja wake tunaye huyu bwana, mimi sitaki kutaja anavyomtaja yeye. Ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Huyu ndio meneja wa mambo yasiyokuwa ya muungano ya Zanzibar. Meneja wa mambo ya muungano ni nani? Rais wa Jamhuri ya Muungano. Meneja wa mambo yasiyokuwa ya muungano ya Tanganyika ni nani? Hawa wao wako kwenye duka moja, nyumba moja, ofisi moja, kila kitu cha pamoja, akaunti yao moja, kila kitu pamoja. Ya Zanzibar yana meneja wake, yana na utaratibu wake. Tukishakuyaelewa hayo, basi mimi nimeshukuru sana. Sasa labda nije kwenye swala moja kabla hatujaingia kwenye tatizo liko wapi. Kamba iko wapi? Fiuka iko wapi? Kitanzi kiko wapi? Swala lazima tujiulize. Tukisema jambo ni la muungano, maana yake nini? Tukisema hili jambo ni la muungano, maana yake nini? Tukisema jambo la muungano, kwa ufupi, kwa sababu tuna mameneja wawili, tuna serikali mbili, maana yake ni kwamba jambo likiwa la muungano, Zanzibar kwa yale mambo yasiokuwa ya muungano, kwa lile jambo la muungano, Zanzibar kwanza haina mamlaka ya kulitungia sera jambo lile. Tunafahamiana? Zanzibar haina mamlaka ya kulitungia sheria jambo lile. Maana yake ya tatu ni kwamba Zanzibar haina mamlaka ya kuliongoza jambo lile, kulisimamia. Na maana ya nne ni kwamba Zanzibar haiwezi kufaidika na mapato yanayotokana na jambo lile la muungano. Tumefahamiana? Haiwezi kulitungia sera, haiwezi kulisimamia, haiwezi kulitungia sheria, na mapato yatakayotokana na jambo lile la muungano, hayo yanakuwa sio mapato ya Zanzibar. Lakini jambo hilo likiwa la muungano, ina maana kwa upande wa Tanganyika, kwa sababu yeye yumo ndani ya muungano, kwa sababu katiwa kwenye kapu la muungano, ina maana Tanganyika kwa mlango na koti la muungano ana uwezo wa kulitungia sera jambo lile, ana uwezo wa kulitungia sheria, ana uwezo wa kulisimamia, ana uwezo wa kupata na kufaidika na mapato yanayotokana na jambo lile. Huo ndio muungano wetu. Tunafahamiana siju? Maana niseme kwa ufupi, lakini naona nilisema mambo nukta hizi tuziseme kwa ufupi. Jamani, mpaka hapo tupo pamoja?
Sasa suala ni kwamba tunapozungumza au tatizo au kero za muungano sasa zinatokea wapi? Maana mambo haya yako wazi ya kwamba tuna mambo ya muungano, yasiokuwa ya muungano, mambo ya Tanganyika. Lakini mambo ya Zanzibar mnaongoza wenyewe, mambo yasiokuwa ya muungano ya Tanganyika yanaongozwa, yamo ndani ya kapu la muungano, na mambo ya muungano yamo ndani ya kapu hilo hilo. Meneja huyo huyo, bosi huyo huyo, mwamuzi huyo huyo. Sasa kero za muungano zinatokana wapi? Kero za muungano sasa, au shida ya muungano wetu unatokana na nini? Au tatizo liko wapi? Mimi ninaamini kwa huu mfumo tu wa muungano unatosha nyinyi kuambia kero iko pahala gani. Au jamani haitoshi? Hamjaona mpaka hapo kwamba kuna tatizo? Kero ya kwanza kama tulivyosema kwamba mfumo wetu ni kwamba jambo lolote ambalo halimo ndani ya muungano, halimo kwenye orodha ya muungano, basi hilo ndio litakuwa la Zanzibar. Watanganyika wao haijalishi limo au halimo, kwa sababu likiwemo kwenye orodha ya muungano, kwa sababu na wao wanaishi humo humo unamoishi muungano, wanalala humo humo wanapikiwa humo humo wanamopikiwa muungano, kitanda kimoja. Sasa kwa wao si tatizo, kwa sababu kwa wao likiwa limo ndani ya kapu ya muungano ndio ni la kwao, au vipi? Sasa kero ya mwanzo ya muungano ni kwamba hayo mambo ya muungano yalianza 11 kwenye mkataba wa muungano, au vipi? Sasa ina maana kila yakichukuliwa yale yaliokuwa nje ya muungano yakitiwa kwenye kapu ya muungano, maana yake wewe unapunguza wapi? Jamani, sijui hesabu tunaipata. Maana hesabu yetu sisi ni kwamba kuna haya mambo yote haya, una kapu hili, kila likiingia kwenye kapu hii inayoitwa ya muungano, hilo jambo wewe humo tena Zanzibar. Sasa mlianza mambo yaliyomo ndani ya kapu ni 11, yakaanza kuchukuliwa kidogo kidogo. Hili nalo litie kwenye kapu ya muungano. Ukilitia kwenye kapu ya muungano maana yake nini? Ni kibafute, au vipi? Hilo halimo tena kwako. Hili linapunguzwa kwenye kapu ya Zanzibar, kwa sababu likiingizwa kwenye kapu ya muungano na Tanganyika si ndio yumo humo, au vipi? Kwa hivyo kwa ufupi tu, ukiongeza mambo ya muungano, maana yake literally ni kwamba umepunguza mambo ya Zanzibar. Ukiipa mamlaka zaidi muungano, maana yake umeipunguzia mamlaka Zanzibar. Ndio kwa ufupi jamani. Hii nataka mtu uwe na master degree. Jamani, hii unataka uwe na PhD. Hii unatakiwa uwe na cheti. Hii mtu yoyote anafahamu kwamba ukisema kwamba ikiingia humu we humo, maana yake ni kwamba kadri yatakavyopunguzwa yaliyoko nje ya kapu, ina maana huyu anayefaidika na yaliyoko nje ya kapu, maana yake yeye mamlaka yake unayapunguza. Na haya ndio wanayosema. Hii ni ripoti ya Baraza la Mapinduzi ya mwaka 1992 ilikuwa inaeleza kasoro za muungano, na katika
Na katika hii wenyewe wanasema kwenye ukurasa wa 17 hichi kitabu si changu jamani, si mawazo yangu. 92 hamkuwa na upinzani kwenye Baraza la Mapinduzi eti jamani, si walikuwa wenyewe watupu? Sasa humu anasema katika kasoro za msingi, moja ni kuongezeka kwa mambo ya muungano, tena kuongezwa bila ya mashauriano, kuongezwa bila ya kufikiriwa, kwamba kwa kadri unavyopunguza mambo ya muungano yasiokuwa ya muungano ukaingiza kwenye muungano, ina maana unaibana, unaiminya, unaikamua Zanzibar. Na ndiyo yalivyotokea. Muda wetu hautoshi kuyasoma, lakini ukisoma kitabu cha Mzee Jumbe jamani, utastarehe haya, utayajua vizuri kweli kweli. Sasa mambo ya muungano yametoka kutoka 11 yamechukuliwa, leo tuko mangapi? 41. Kwa hiyo ina maana tulipokuwa na mambo 11 ya muungano, maana yake ni nini? Kwamba Zanzibar tulikuwa na mamlaka makubwa zaidi. Aliyekuwa akinyonywa, alokuwa akikamuliwa, alioibiwa, aliodhulumiwa ni huyo ambaye amekuwa akinyang'anywa moja baada ya jingine, yakiingizwa kwenye kapu la muungano, kwa sababu yakiingia humo kuna mamlaka ya kisera, ya kisheria, ya management, wala mapato. Kwa hivyo kasoro ya kwanza ya muungano kubwa, mtu asikubabaishe, mtu asikusifie, la mwanzo kasoro kubwa, uchawi mkubwa wa kuimaliza Zanzibar umekuwa ni uchawi wa kutumia, kuyaondoa, kuyapunguza mambo yasiokuwa ya muungano, kuyafanya ya muungano. Tumeelewana? Na haya yalipelekwa kwa utaratibu gani jamani? Wakati wa katiba ya kudumu ile ya mpito, si kweli kwamba kulikuwa na mashauriano. Na hii ndio inavyosema ripoti hii maarufu inaitwa ripoti ya Amina ya 92. Naam, ripoti mwenyekiti wa timu hii alikuwa Mheshimiwa Balozi Amina Salum Ali, kwamba ametoka 11 mpaka leo tuko 41. Sasa niambieni, hiyo Zanzibar imebakia na kitu gani? Zanzibar imebakiwa na nini? Ikiwa 41, maana yake 30 yameongezwa zaidi. 30 haya maana yake yamechukuliwa kutoka Zanzibar. Na wakati ule njia alikuwa akitumia kwenye katiba ile ilikuwa na kifungu kikiitwa kifungu cha tafsiri. Kifungu kile cha tafsiri ndio kilikuwa kikieleza orodha ya mambo ya muungano. Kwa hivyo wao walikuwa wakibadilisha kile kifungu kile tu, kusema kwamba sasa mambo ya muungano maana yake ni fulani na yanaongezwa kwa kupitia utaratibu huo, kubadilisha kifungu cha tafsiri. Na wakati yalikuwemo kwenye mkataba wa muungano, hakukuwa na yeyote aliyokuwa na mamlaka ya kubadilisha, kuongeza mambo ya muungano bila ya kurudi kwenye mkataba wa muungano na mkakubaliana pande mbili kwamba sasa tunakubaliana kuyaongeza, kwa sababu ukiongeza maana yake unapunguza wengine. Ni kama vile una matenki mawili, ukiyafyonza maji upande tenki moja kuyaingiza kwingine, maana yake tenki jingine ndio unalimaliza. Kwa hiyo ndio jambo la kwanza, mimi niseme kasoro ya kwanza, kwamba haya mambo ya muungano yamekuwa yakichukuliwa, na leo tumefika pahala Zanzibar imebaki debe tupu. Maana leo tunazozungumza bandari ni jambo la muungano.
halikuwemo. Jambo la mwanzo ambalo waliliongeza sarafu, fedha na mabenki hayakuwemo kwenye muungano. Ina maana ulipoyaondoa hayo ukaingiza kwenye muungano, ina maana nini? Zanzibar umeinyang'anya mamlaka ya kuwa na haki juu ya mabenki, kuwa na fedha na masuala ya sarafu, ambayo mpaka tunaungana hayo Zanzibar ilikuwa na mamlaka. Suala la bandari halikuwa jambo la muungano. Ulipolichukua ukaliingiza kwenye muungano, ina maana kwamba umeinyang'anya Zanzibar mamlaka ya namna hii. Kwa hiyo ndugu zangu, nadhani hapa hapataki tochi kwamba muungano huu leo unaoitwa tunu ya taifa, leo unaoitwa ni hazina, leo unaoitwa ni heshima, muungano huu ulichokifanya ni hichi: kuibana, kuikamua Zanzibar na kuibakiza kwamba ni debe tupu. Tunafahamiana? Tuendelee? Imetosha mpaka hapo. Lakini sasa suala ni kwamba kwa hivyo jambo la pili nilizungumze hapa labda kabla sijaenda nukta nyingine, ni kwamba jamani, hawa watu walikuwa hawayaoni, wameyaona. Kaeleza hapa makamu mwenyekiti juhudi ambazo wamekuwa viongozi mbalimbali wakichukua kwa ajili ya kutatua hizi kero za muungano. Lakini kero hizi za muungano, kusema kweli, ambao kero kubwa ni hii ya kuwa mambo ya muungano ni mengi, yameinyang'anya Zanzibar mamlaka. Hii ndio kero ya mwanzo. Lakini zimeundwa kamati na kamati na kamati. Mimi niliwahi kuandika makala mada mwaka 2005 ikiitwa masuala yasiyo na majibu katika muungano. Masuala yasiokuwa na majibu katika muungano, na niliziainisha kamati karibu 20 ambazo zimeundwa kwa ajili ya kutatua kero za muungano. Lakini naomba niwasomee kwa haraka. Kamati ya Baraza la Mapinduzi, kamati ya Amina, ndio hii ripoti yake mwaka 92. Kamati ya pili, kamati ya rais ya kupambanua kasoro za muungano, kamati ya Shamhuna ya mwaka 97. Kamati ya rais kuchambua ripoti ya Kisanga, kamati ya Salim Juma Othman. Kamati ya rais ya kuandaa mapendekezo ya SMZ, kamati ya Ramia mwaka 2000. Kamati ya BLM juu ya sera mambo ya nje, kamati ya rais ya wataalamu ya juu ya kero za muungano 2001. Kamati ya BLM juu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, kamati ya mafuta, kamati ya madeni baina ya SMZ na SMT, kamati ya suala la EZ, kamati ya masuala ya fedha ya benki kuu, kamati ya rais ya masuala ya simu, na nyingine nyingi. Lakini niwaambie kwa mfano humu, niwape mfano mzuri muone kwamba katika hii kamati ya 92 ya Baraza la Mapinduzi, hii ya mwaka 92, kamati ya Amina. Kamati ya Amina iliainisha mambo 12 ambao walitaka Baraza la Mapinduzi, serikali ya Zanzibar ya Chama cha Mapinduzi ilipeleka kwenye serikali ya muungano kwa wenzao Chama cha Mapinduzi kwamba yaondolewe kwenye muungano. Waliainisha mambo 12. Waliainisha mambo mangapi? 92 mpaka leo mwaka wangapi? 33.
hakuna hata moja lililoondolewa. Mambo walioainisha kwamba yaondolewe, kwanza kodi ya mapato. Siku zote tunapiga kelele kodi ya mapato. La pili, mikopo. La tatu, misaada. La nne, mahusiano ya kimataifa. Jambo la tano, fedha za kigeni na usimamizi juu ya mambo yanayohusikana na fedha za kigeni. Jambo la sita, mabenki pamoja na mabenki ya kuweka akiba na shughuli za mabenki isipokuwa Benki Kuu ya Tanzania. Masuala offshore banking na mengineyo. Jambo jingine, leseni za viwanda litoke kwenye muungano. Bandari litoke kwenye muungano. Usafiri wa anga litoke kwenye muungano. Takwimu isipokuwa sensa litoke kwenye muungano. Biashara za nje isipokuwa bodi ya biashara za nje itoke kwenye muungano. Haya jamani, yalipendekezwa mwaka gani? 92 na Baraza na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar ya Chama cha Mapinduzi kuwapelekea wenzao Chama cha Mapinduzi. Kuna lipi liliondolewa? Tumefahamiana? Hii tunu yetu ya taifa ya muungano. Sasa nachosema ni hiyo, kwamba kwanza kasoro kubwa ni hii ya mambo ya muungano kwa mengi, na mambo ya muungano haya hayajasikia dawa hata moja. Kamati zote hizi pamepigwa shindano, pakafanywa operation, pakapewa vidonge, miti shamba ikapigwa nyungu, lakini ukitizama shipa liko vile vile. Ukilitizama shipa liko vile vile, linazidi kung'ara. Tokea mtu anavaa bwangaya mpaka sasa kikoi pia hakitoshi. Lakini jambo la pili jamani, ni kwamba tunasema haya tuseme haya ni ya muungano. Hii jambo muhimu sana, naomba tulisikilize. Si tushakubaliana kwamba haya yawe 100, lakini si ni ya muungano? Sasa kaitwa ni ya muungano, maana yake nini? Maana yake amue upande mmoja? Maana yake ukiwa ni la muungano, maana pande mbili zishirikiane katika haya mambo nitakayoyataja. La kwanza, pande hizi mbili ilitegemewa kwamba zishirikiane katika mambo ya muungano katika kuyatungia sera. Tunaposema jamani, hili si ni jambo la kwetu pamoja? Sasa na sisi upande mwingine tushiriki katika kuyatungia sera. Tatizo la sasa hivi ni kwamba Zanzibar haishirikishwi katika kuyatungia sera hayo mambo ya muungano. Kwa hivyo kwanza yamechukuliwa yote, lakini na pili haishirikishwi katika kuyatungia sera. Jambo la pili, ulitegemea kama hili jambo ni la pamoja. Jamani, si ni la pamoja au vipi? Ulitegemea basi yanapotungiwa sheria na Zanzibar nayo ishiriki katika kutunga sheria. Leo ukisoma ibara ya 98 ya Katiba ya Muungano, eti yale mambo ya muungano yanapokwenda kwenye bunge, sheria zake zinapitishwa kwa wingi wa kura. Tunaelewana sijui? Vijana jamani,
mna dhamana, mnazima, mnaondoka hapa na dhima ya kwenda kuwafahamisha na wenzenu, kwa sababu hawa vijana hasa wa kisasa hawa ndio ambao masikini wanadanganywa kwamba wataipata nchi yao, watapata mamlaka yao kwa ghorofa, kwa skuli ya ghorofa. Watapata mamlaka nchi yao kwa sababu ya barabara. Hawajui walichokipoteza. Umechukuliwa kipande cha dhahabu, unapewa pipi, unasema kwamba na wewe umepata. Hii hatari kwa vijana. Mna kazi kubwa, busara. Mna kazi ya kuamsha vijana wa nchi hii. Maskini ya Mungu wamelala, wanaamkia TikTok, wakiamka Instagram. Kwa hivyo la pili tunasema ni kwamba hayo mambo ya muungano, Zanzibar haishiriki katika kuyatungia sheria. Wabunge wetu wanakwenda bungeni kule, lakini hawana mamlaka ya kusema wala ya kuamua kuhusiana na sheria za mambo ya muungano. Mimi tukauliza wanakwenda kufanya nini, na wao wawemo. Ndio lililobakia. Lakini jambo la tatu, Zanzibar haishiriki, haina sauti katika kuamua nani aendeshe mambo ya muungano. Au jamani, tuna sauti sisi? Mwendeshaji mkubwa wa mambo ya muungano ni nani? Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano. Sasa tuulize, na mimi waulize vijana, huu rais wa muungano anapochaguliwa, uchaguzi wake, utaratibu wake uko vipi? Utaratibu wake ni wingi wa kura. Sasa kura 700,000 za Zanzibar na kura milioni 30 za Tanganyika. Sasa lini wewe utakuwa na sauti? Maana yake ni kwamba nyinyi wa Zanzibari nyote kwa pamoja, CCM, sijui nani, ACT, wasiokuwa na vyama, nyote kwa kauli moja, watu 700,000 mumkatae asipate kura hata moja, hata iliyoharibika. Zote ziseme hatumtaki. Huyu manake atakuwa rais wa muungano. Madam amekuwa rais kwa kura za watu wa Tanganyika. Kwa hivyo nyinyi msubiri, Tanganyika wataamua nani awe rais, na nyinyi ndio huyo mume wa mama ni baba. Una uwezo wa kumkataa. Sasa swala ni hilo tunalosema kwamba akitokea kule kuna rais kachaguliwa na Watanganyika, haipendi Zanzibar, akafanya maamuzi anayoyataka dhidi ya Zanzibar, nyinyi watu wa Zanzibar, nyinyi mna mamlaka gani, mna haki gani ya kumwajibisha? Sasa huo muungano gani jamani? Jamani vijana, huo ndio muungano gani? Wa kwamba wa mtu ambaye umempa ujana dume wako. Maana sisi tumetoa mambo 41 ikiwemo sovereignty ya nchi hii. Tulikuwa na sisi ni wanaume mbele ya baraza la wanaume, kwa maana ya kwamba unakaa na wenzako, mataifa wenzako, Umoja wa Mataifa, una mabalozi wako wanaokuwakilisha, una jeshi lako, una idara yako ya usalama, una polisi wako, na polisi ambayo ilianza za mwanzo kuliko hata polisi ya Tanganyika. Ulikuwa na mikataba ya kimataifa ambayo imeanza mengine hata kabla Tanganyika haijaza waziwa kwamba itazaliwa. Lakini yote yale umeyatoa, umeitojoa moja moja. Wanamtandio ukauvua. Mengine siyamalizi. Lakini yote ukamwachia yeye, ukamwambia sasa bwana, mie mali yako, fanya unavyotaka. Lakini mwisho wa siku wewe huna kauli ya kwamba nani aje kuongoza.
Tumeiona hasara na lakini kikubwa ni kwamba mbali ya kwamba huna uwezo wa kumchagua nani akuendeshe hayo mambo yako ule, wewe huna haki ya mapato yanayotokana na hayo mambo ya muungano. Utaratibu uliokubaliwa ilikubaliwa kuanzishwa akaunti ya pamoja ya fedha, ili hizo pesa zitakazopatikana kwenye mambo ya muungano basi ziingizwe humo. Hayo yameelezwa ndani ya katiba, yakatungiwa sheria mwaka 96. Tume ikaanzishwa mwaka 2003, ikapeleka mapendekezo namna ya kuiendesha mwaka 2006 mpaka leo 2006 mpaka leo mwaka wangapi? Miaka 19, au sio? Haijatekelezwa na limo ndani ya katiba, ni matakwa ya katiba. Na mwisho wa siku, ajabu ya wenzetu leo hao waliojipa mamlaka hapa Zanzibar, tume ile ya pamoja ya fedha ambayo ilikuwa isimamie jambo hili tokea mwaka 2018 ilipomaliza muda mpaka leo haijaanzishwa tena. Mimi ndio nilikuwa katika makamishna wa mwisho wa tume ya pamoja ya fedha. Tumekaa miaka 10 mle, tunapambania jambo hili mpaka tukafika pahala wenzetu kula kaona hawa jamaa hapa wametufix. Tukifika pahala mapato ya muungano yaingizwe kwenye, wanatuuliza sasa sisi tutapata nini? Sasa si ndio mlichochukua? Si yote mmeyachukua? Kama hamtaki hivyo, yarejesheni mengine asiyo ya muungano. Lakini mmeyachukua na hamtaki hayo mapato yanayopatikana yawekwe kwenye pahala sote tuyaone, tujue namna ya kugawana. Ndio CCM, yaani CCM bwana akili zao. Ndio wanaotuambia sisi, mkitaka watu mpewe za ID basi mkubali tugawane majimbo. Ndio mwisho wa akili zao. Sasa na kule wameyachukua yote, katiba imesema kwamba basi mapato yatakayotokana na mambo ya muungano yatiwe kwenye akaunti ya pamoja ya fedha, halafu tuone namna gani itagaiwa. Mwaka tokea 96 mpaka leo halijafanyika jambo hilo. Tume ile walipoona bara, kwa sababu iko chini yao, wakaanza kuipunguzia budget. Sasa hivi imemaliza muda mwaka 2018. Sasa tuwaulize hawa wenzetu CCM hapa Zanzibar ambao ndio tuna maslahi, ndio wa kusimamia maslahi yetu Zanzibar, tuwaulize toka 2018 mpaka leo. Mimi hakuna mwaka toka nimeingia serikalini, hakuna mwaka ambao sikumbushi jambo hili, na mpaka leo halijafanyika. Hawana interest, hawajali, hawabali, kwa sababu mtu anapo pahala anapata akachota yake akamwendea, hii habari ya nchi ana habari kabisa. Hiyo ni headache yako mwenyewe. Vijana mpo? Nasikia hayo. Lakini la mwisho nimalizie kwamba ajabu ya katika haya mambo ya muungano ni kwamba pale ambapo fedha hizo za muungano kwa huo utaratibu wao wenyewe zinapotumika, basi zinatumika upande mmoja. Sijui kwenye hili, lakini tutizame taasisi zote za muungano. Kuna taasisi ambayo ina makao yake Zanzibar? Naam. Inaitwa Deep Sea Fishing Authority. Ya uvuvi. Ndio ambayo ina makao makuu yake Fumba. Lakini nyinyi tazameni kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki. Si kuna taasisi ziko Rwanda, nyingine ziko Kenya,
nyingine Uganda, nyingine Tanzania. Kwa nini? Kwa sababu kama yale ni mambo ya pamoja, unapowekeza ukaweka ofisi zile, ukaweka makao makuu, maana yake ni kwamba watu wako watapata ajira, watafaidika na huo muungano wenyewe. Wafanya biashara wako watapata biashara kwa kusupply kwenye zile ofisi. Anayesafisha, anayeuza mafuta, anayeuza umeme, anayeuza gesi, anayeuza sijui kitu gani, si ndivyo? Sasa leo unapokuwa wewe hukupewa haki hata taasisi moja kati ya taasisi zinafika 50 za muungano, wewe unafaidika nini rafiki yangu kijana? Kiasi ukae una kazi na degree unazo, kwa sababu wenzako hayo yanayotokana na muungano ambayo yamenyang'anywa kutoka Zanzibar, yote wameweka upande mmoja wa muungano. Lakini kuna kubwa kuliko yote, na ile naomba mnisikilize vizuri, maana ndo la mwisho ninalotaka kuzungumzia. Hii bahari hii tunaweza tukakaa hapa siku 10 na hatuyamaliza. Tunaweza tukakaa hapa siku 10 hatuyamalizi. Leo nimesema ni adokoe haya machache. La mwisho, ajabu ya muungano wetu huu ni kwamba hata hayo yasiokuwa hizo chembe ulizobakishiwa, hizo maana hata silesi haitimii, hizo chembe zilizobakia chenga naam. Kama ni Kombwalawi ingekuwa ni vile vibanzi vinavyomeguka vile, au si kweli wapishi wa Kombwalawi? Zile chenga zile ndio zimebakia sasa. Lakini hata hizo basi ni pale mnapofanya ndani, lakini mnapokwenda nje, kila jambo ambalo si la muungano pia ni la muungano. Ndio maana yake, sistaajabu jamani, ndio ilivyo. Hii hatari kubwa kweli kweli. Unamshangaa mtu ambaye kweli, mimi ndio bana nasema seriously kabisa, mtu ambaye kweli ni Mzanzibari wa kweli na anayeyajua haya na akawa hashughuliki, kwa lazima tukampime DNA. Atakuwa si wa kwetu, au tumpeleke kwa hala akapimwe sehemu nyingine, ana mushkeli lazima. Haiwezekani, kwa sababu ndio wewe tunasema ya muungano ni kama hayo. Kuna mamlaka yoyote juu ya mambo ya muungano, lakini na ilokuwa si ya muungano si ya muungano, ni humu ndani. Lakini mfano mzuri tunao Jumuiya ya Afrika Mashariki, mambo mengi si ya muungano, lakini Zanzibar huwezi wewe ukaenda ukashiriki ukakaa ukatetea mambo yako. Lakini mfano mzuri sana upo jirani yetu hapa, tumetumia mabilioni ya pesa kujenga kiwanja cha Gombani, na kule ukuja Amani, na kila unapopita unaambiwa siku kuna viwanja vya wilaya, sijui kuna viwanja vya nini. Na sasa pia inakuja AFCON hiyo, tunaambiwa nayo watu wako busy wanatafuta pesa wajenge kijiji hasa cha AFCON. Lakini sisi tumo maana mpira leo ni katika ngazi ya kimataifa, lakini sisi tunaambiwa tulikuwemo kwenye CAF tukatolewa. Aloingia nani? Maana masuala ya michezo si jambo la muungano,
Vijana jamani, mpo sijui? Sasa ikiwa sisi Zanzibar tulitolewa, aliyeingia ni nani? Na Jamhuri ya Muungano haipaswi kuwa mwanachama wa CAF wala wa FIFA, kwa sababu si jambo la muungano. Lakini kaingia Tanganyika kwa koti la muungano, halafu kasema wewe Zanzibar humo. Sasa swala, wewe uliemo, wewe umeingia kwa nani? Anasema mimi ndio Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini hili si jambo la muungano. Na wamekaa pale pale, tuna mawaziri, tuna sijui nani, CCM wote hawa waliopo. Hivi kweli ndio hoja hii hawezi kuiona? Maana leo tukiamua sisi kwenda kushtaki, na sisi nawaambia kama hili halikuwa resolve, tutashtaki. Hili tutalipeleka kwenye ngazi zote za kuliamua, tujua mpaka kieleweke. Haiwezekani tumetumia mabilioni ya pesa ya watu wanyonge, halafu anakuja mtu aliyechukua haki yetu ndio yeye anakuja kuchezea. Tena wenyewe tunafurahi, tunaona fahari. Huu wazimu. Haiwezekani kama nyinyi tuko timamu. Haiwezekani kwamba wewe mwenyewe upo unaangalia, wewe umetolewa, yule ambaye kachukua haki yako ile, wewe ndio tena akija bwana unampembejea. Na ndio juzi Simba Stellenbosch Amani Complex, ndio na wenyewe tunaona tumefanya jambo kubwa. Sasa hivi tunataka kutafuta pesa za wanyonge tukajenge Afcon Village. Kwa nini? Kwa vipi? Kwa lipi? Tunasema ni biashara. Biashara si ianze na sisi? Maana yake hii kama ni biashara, ianze na watu wetu, washiriki katika biashara hii, washiriki katika uchumi huu. Leo nataka kuja kuwatia madeni, umetia madeni wananchi wanyonge wa nchi hii. Nchi imefukarika. Lakini lile jepesi la kwenda kukaa na wenzako, maana nyote CCM, si ndio? Tupo tunaangalia hata habari hatuna, kama kwamba haijapita kitu. Sasa huu ndio katika wazimu wa muungano wetu huu. Huu ndio katika watu unaosema sasa huu hauingii kwenye shirikisho, hauingii kwenye shirikisho huru, hauingii kwenye mkataba, labda unaingia kwenye lile la mwisho, dominionship ama colonialism, ndio unapoweza kufanya. Lakini nyewe wenyewe vijana ndio mtaamua. Kwa hivyo mimi nimalizie, tamani kwa ufupi niliwasema ni hayo, kwamba wote muungano wetu ulivyo, miungano ilivyo, kasoro kubwa na hizi watasema watafanya kitu gani, lakini hizi hawawezi kuzitatua. Na kwa sababu hawawezi kuzitatua, ina maana muungano, shipa hili la muungano bado bichi, liko vile vile. Kila siku linazidi. Kila siku linazidi. Kwa hivyo sasa tunaposema huu ni mwaka wa kuinusuru Zanzibar, ndugu zangu, hatusemi kwa kuimba, hatusemi kwa kupambia, hatusemi kwa sababu ni siasa. Tunasema kwamba unakuwaje na nchi, niambieni nyinyi vijana, mkawaulize na vijana wenzenu hawa Chama cha Mapinduzi, muwaulize unakuwaje na nchi ambayo haina mamlaka katika mambo 40 ya nchi yao ya lolote, haina mamlaka hata huko yalikopelekwa kuchukuliwa, hawana mamlaka yoyote ya kisera, ya kisheria, ya kutafuta hata muendeshaji. Lakini jambo kubwa ndugu zangu, niwaulize mimi, unakuwaje hata lile lilokuwa sio la muungano, hilo lako pia nalo unanyang'anywa na mwenyewe unafurahi? Ndugu vijana kweli mnakaa hilo haliwaumi? Hilo haliwashughulishi?
Kazi kwenu, nawashukuru sana, asanteni sana.